Hii hapa ni taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kuhusiana na hali ilivyo ya raia wa Tanzania waliopo nchini Israel pamoja na Iran katika machafuko na vita vinavyoendelea. Taarifa kwa umma, taarifa yenyewe imetolewa jana. Hali ya Watanzania nchini Israel na Iran kufuatia mashambulizi baina ya taifa la Israel na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kufuatia mashambulizi yanayoendelea kati ya taifa la Israel na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yaliyoanza tarehe 13 Juni mwaka 2025, hali ya usalama katika mataifa hayo imeendelea kuwa tete. Mgogoro huu umesababisha mataifa mbalimbali kuchukua hatua za dharura kuwaondoa raia wao waliopo katika maeneo hayo ya hatari. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapenda kuhakikishia wananchi kuwa Watanzania waliopo nchini Israel na Iran wapo salama. Aidha, hatua za haraka za kiutendaji zimeanza kuchukuliwa ili kuhakikisha raia hao wanarejeshwa nyumbani salama. Kupitia balozi zake zilizoko katika nchi za Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu ambao unawakilisha Tanzania nchini Iran, Kuwait na Israel, serikali inaendelea na juhudi za kuwaorodhesha Watanzania waliopo katika nchi hizo. Taarifa zilizopo hadi sasa zinaonyesha kuwa kuna Watanzania 168 waliopo nchini Iran, wakiwemo wanafunzi 134 katika mji wa Qom na wengine 34 jijini Tehran. Kwa upande wa Israel, inakadiriwa kuwa kuna zaidi ya Watanzania 200 wakiwemo watumishi wa ubalozi wa Tanzania, wanafunzi na wafanyakazi katika taasisi mbalimbali. Kati yao Watanzania 50 tayari wamekwisha jiandikisha kwa ajili ya kupatiwa msaada wa kurejea nyumbani. Pamoja na changamoto za kiusalama zilizopo, serikali inathibitisha kuwa jengo la ubalozi wa Tanzania nchini Israel halijaathirika na mashambulizi ya hivi karibuni ya Iran. Wakati mashambulizi hayo yalipotokea, hapakuwa na mtu yoyote ndani ya jengo hilo, na maafisa wa ubalozi pamoja na familia zao wote wapo salama. Aidha, balozi zetu nchini Israel na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE zimekuwa zikiwasiliana na Watanzania waliopo katika maeneo ya Iran na Israel, zikiwataka kuchukua tahadhari za kiusalama, wakati serikali ikiendelea kushughulikia masuala yanayohusu usalama wao, ikiwa ni pamoja na mustakabali wao wa kurudi nyumbani. Serikali kwa kushirikiana na wadau wake wa ndani na nje ya nchi inaendelea na taratibu za kiutendaji ili kuhakikisha Watanzania waliopo katika maeneo hayo hatarishi wanarejeshwa nyumbani salama.